sometimes vile ambavyo tunapanga maisha yetu si vile ambavyo inakuwa. Because nikitoka Gulf nilikuwa nimejiambia that sitazungumzia kitu yote about kule. But unapata namba yangu iko hapa kwa bio. Unapata madada zangu wingi sana. Wanakuja kule kwenye DM wanasema hivi ndo wako, hivi ndo wanakipitia, na the same thing Kenya wanakipitia, it's the same thing I passed through. Na nikajiambia let me wacha nikuje tu nizungumzie kidogo na nikupatie njia jinsi ambavyo utaepukana na hiyo jambo. You know, wakati ambapo ukiwa kwa contract, mentality yako huwa inakwambia that deportation ni kwa wale watu wote ambao ni wao wanatoroka. That is X number 1. Manake Waarabu wengi sana wakikosa kukulipa ama wakiona umekuwa kichwa ngumu, like unajielewa, na wengine wapendi watu ambao ni wanajielewa, wanakutupa kule deportation, wanakuachanisha hapo hivyo kwa gate, kwa sababu hata wewe mwenyewe unajipata mahali penye huku unajua anakuja na anakuachanisha hapo, anakuambia yalla, na anaenda. Wengine haukuwa na any option, umejaribu njia zote, umeenda polisi, like my case. Nilienda paka polisi wakanirudisha kwa the same house. You call the agent anakuambia enda kwa ofisi. Ukipigia watu ofisi wa karibu wanakuambia uko mbali, the only way we can help you lazima ukue hapa. Sasa umepelekwa kule Hail, Abha, and you know those places venye ni mbali. So what will you do? Option 1 imekataa. Option 2 imekataa. Option 3 imekataa. Option 4 imekataa. What will you do now? Ujifanye zuzu. I give you a very good example me. Nijifanya zuzu, nikawak, nikavumilia. And let me tell you, good things doesn't come hivyo vile mnafikiria. For 1 full year and 8 months, nilivumilia kwa hiyo nyumba ndo nipate njia ya kutoka hapo. Na njia ya kwanza niliwaambia, ukiwa na mzigo na unajua bosi wako ameanza kubadilika, please peleka mzigo nyumbani, tumanisha mzigo. That is how ndo pia utakuwa free, utafute njia kutoka pale. Utafute njia kutoka pale ndo ili ukitoka usibebane na vitu. Unaona? Kwa sababu kama umeenda polisi unarudishwa pale, umeenda ofisini unarudishwa pale, hauna option nyingine. So now you have to look for other way, alternative. Sawa. So mimi nikatumanisha mzigo. Watu tu mkiniona, huyo ako vizuri, anapitia vizuri, and what. Let me tell you, vitu kwa ground it's literally different. Vitu kwa ground it's literally different. Ni hile, mimi that time I was like, you know what? Hata saa zingine wengine there is a lot in their plates and I cannot even share. Na watu wengi sana ukiwa Gulf, most of them 90% watakanga kuona kama umparana. That is the time wanaona huyu anakipitia. Mimi that time ningetokelezea niseme anakipitia, people they could not have understand. Kwa sababu the only thing people they look at, it's makeup, it's nails, it's good clothes, those things. Do you know people they can wear hizi vitu zote, hata wengine paka wako na magari na manyumba but wanapitia vitu mingi sana. That is the mentality ya watu. So mimi nikaamua ni fanye mambo yangu kama nimenyamaza. Ukikuja kuambia mtu this is how your madam treat you, nakwambia hey, na vile wewe unapakanga makeup, na venye wewe anakutreat. Wacha nikuulize. Unajua nataka kuuliza watu hiki kitu. Do you know you can find a person mwenye anakutreat vizuri na akupatie peace of mind? Do you know you can find a person unakaa vizuri but there is something called emotional torture. So me, I was passing through emotional torture. You can do whatever thing that you want to do. You can wear those clothes. You can apply makeup. You can do your nails. But there is something called emotional torture. Mtu inafika paka kwa mshahara, akupatie mshahara. Madharau. Then you're coming here, we kazi yako ni kuangalianga makeup na good clothes na nywele. Venye nilikuwa najitengenezanga nywele. Let me tell you one thing what I've come to realize and to learn. Don't look like your problems. And that is how so many people tuko hivyo. We're not looking like our problems. So, my aim here is, venye nilimaliza kutumanisha mzigo. So now my focus ilikuwa ni kufanya nini? Hakuna kwenda kwa polisi tena. Hakuna kupiga simu kwa ofisi tena.
Na since pia naye nimeitoroka, kutoroka as in nikuje nyumbani, not kutoroka niende nje, kutoroka nikuje nyumbani. Niko na vitu haziendi vizuri, nimeirudishwa tena. So nikasema this time around I'm gonna play dumb, nijifanye mjinga, nichape kazi, wa assume there is nothing going on, but mimi niko na plan. Na nilikuwa na ID. Na siku hizi nimeona 90% mnapewa hizo ID na passport. Na wewe uko hapo tumemaliza contract na kazi yako ni kulialia. Na if you really want, as in you uko straightforward mwenyewe unajiambia that I really want to go home. Umejaribu means zote zimekataa. My dear, mimi nilifanya. Nilitafuta Saptico. Nikaenda nikapanda, nikakata tiketi na ID because huku unajua Gulf uwezi toka tu. Lazima ukate tiketi na ID. Nikatafuta location. That's why I always say hizo internet zenye mnatumia, jaribu kuangalia vitu zingine. Kinaweza kuumania kwa hiyo nyumba. Don't be comfortable kwa Mwarabu. Contract it's not guarantee. People they are like, oh, mimi tu lazima. You people. Contract it's not guarantee. Ni mnajua watu wanarudishwa na miezi 2. Hata mwezi. Mwarabu anakuambia yalla. Mwingine hata huku hata umemaliza contract, ndio umeletewa ticket. Sasa hiyo umeparara, nywele imekaa kama kitu kingine. That's why we always say be ready. Anytime you can leave. That is not your place. That is your boss to decide whether you're going to stay or whether you anaenda kukataa. But hiyo the hard truth watu mpendi. Mko tu. Mimi nangoja niongeze. Do you know hata unaweza ongezea na sasa hiyo akwambie toka. Ama madharau ianze. Hata si yeye mwenyewe akwambie toka ama madharau ianze. Do you think you're going to stay there? Of course you're not going to stay there. Ama akose kulipa hiyo mshahara. I always say from the beginning, you are not there to please Mwarabu. You are there to work na kupatia pesa yako. Kama hakuna pesa, tafuta plan B. That is it. So, hii ni kwa wale watu ambao wamemaliza contract. Na kama boss wako amekataa kukatia tiketi, na kweli kama kweli unataka kwenda nyumbani. Nimesema unataka kwenda nyumbani na boss wako amekataa. Umetafuta plan A, plan B, plan C imesindikana. Tafuta Saptico. Kata tiketi kwa simu. Saptico ni basi. Na basi wako na app. Kata tiketi kwa simu. As long as uko na ikama, unajua namba yako ikama, tafuta seat, tafuta date, na hiyo date uko umejiprepare vizuri, kata tiketi hapo. Tafuta Uber. Weka app ya Uber. Peana location mahali penye huko kuja chukuliwe paka kwa mlango my friends. Na upelekwe paka kwa Saptico na uende paka deportation Riyadh. That is what I did. Nilitoka all the way from Abha up to Riyadh. Na nilikaa kwa gari for 18 good hours my friend. Mnanionanga tu. Wale wenye mlikuwa mnanionanga. Na venye nilifika deportation again, that is another story to tell. But if you are really focused na kitu kenye unataka, go for it. You want to go home? Unapaswa kujitoa mhanga. Sasa hapo ni wewe na Mungu wako. It's you with your God. No help ya mtu yoyote mwenye nilipata. It's only my friend. Na nilifika hiyo deportation. Na nikachukuliwa. Alafu kishetani kikakuja tena, madamu yangu ndio anakuja anaanza kunibembeleza. Ananiambia hata nikatia tiketi sijui nini. What? Wanakujanga, wengine wanakuja, wengine wanapiga simu. Yeye alijileta. And all of a sudden I stick to my lane. Nikamwambia no, I'm not going back there. Nikatia tiketi, na kama hautaki, saa zingine hata wao wanakupull off ile vibaya. Wanakuambia ufungwe, uliiba, na hata hukuiba kitu. Ni ile frustration, wanataka kukufrustrate na kukumanipulate. But haukuiba kitu yoyote. Ngile wanataka kuona msimamo yako, ni bosi wako anataka urudi kule. And then at long last nikajikatia tiketi mimi mwenyewe. Nilikatiwa tiketi through all the way. You understand? So, my dear, I don't know what you're waiting for. Ukiwa Gulf, the only hard truth kenye nitakwambia, it's you with your God. Mambo ikikiumana, tafuta plan A, plan B, plan C, plan D. So that is my little story about my life. Nilikuwa nimaliza contract na hakuna venye bosi wangu alinikatalia nini nyumbani. So ikabidi nitafute a way out. So you too, you can do it. Hata even better than me. Be blessed.
Be blessed. Nitakuja kuwapatia story yote full A up to Z. But right now, take care my loved ones. Love you.